Maelfu ya waumini wamehudhuria misa kubwa ya wazi iliyoongozwa na Papa Leo wa 14 katika eneo la Kilamba nje kidogo ya mji mkuu wa Angola, Luanda. Takribani watu 100,000 walishiriki ibada hiyo, ikiwa ni misa yake ya kwanza nchini humo. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani aliwahimiza wananchi wa Angola kutazama mustakabali wa taifa hilo kwa matumaini, akisisitiza umuhimu wa mwanzo mpya licha ya athari za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 27 na kumalizika mwaka 2002. Irmãos e irmãs, hoje é necessário olhar para o futuro com esperança e construir a esperança do futuro. Não tenhais medo de o fazer. Jesus ressuscitado que percorre o caminho convosco e por vós se parte como pão, encoraja-vos a ser testemunhas da sua ressurreição e protagonistas de uma nova humanidade e de uma nova sociedade. Papa Leo wa 14 aliwasili Angola siku ya Jumamosi, ikiwa ni sehemu ya awamu ya 3 ya ziara yake katika mataifa manne ya Afrika. Katika ziara hiyo amekuwa akikemea ufisadi na unyonyaji wa rasilimali za bara hilo. Angola ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta barani Afrika, ikiwa pia na utajiri wa rasilimali kama almasi. Hata hivyo, umaskini na ukosefu wa usawa bado ni changamoto kubwa. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, takribani theluthi moja ya watu milioni 36.6 wanaishi katika umaskini, huku idadi kubwa ya wananchi wakiwa vijana wenye wastani wa umri wa miaka 23. Muda mfupi baada ya kuwasili, Papa Leo wa 14 alikutana na Rais wa Angola Joao Lourenço pamoja na viongozi wengine wa serikali, ambapo walikemea mateso ya wananchi na uharibifu wa mazingira unaotokana na unyonyaji uliokithiri wa rasilimali asilia. Katika siku za hivi karibuni pia kuliibuka mjadala kati yake na Rais wa Marekani Donald Trump kufuatia hotuba ya Papa Leo na kuonya dhidi ya viongozi wanaoendekeza sera za kidikteta. Hata hivyo, Papa Leo wa 14 alifafanua kuwa hakulenga kujibizana na Trump, akisema kuwa hotuba yake iliandikwa wiki 2 kabla ya mjadala huo kuibuka. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alimshukuru Papa Leo kwa ufafanuzi huo, akibainisha kuwa tofauti za maoni ni jambo la kawaida na mara nyingi hali halisi huwa tata zaidi kuliko inavyoonekana. Papa Leo wa 14 alianza ziara yake barani Afrika nchini Algeria, kisha akaelekea Cameroon na baada ya Angola anatarajiwa kuhitimisha ziara hiyo nchini Guinea ya Ikweta.